Nani pada kule? Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, habari zinazozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na mwenyekiti mshikililizi wa chama Chadema Mheshimiwa John Heche ameweza kukamatwa. Hii ni baada ya kufika katika mahakama kuu leo hii kwa ajili ya kesi yake ya Mheshimiwa Tundu Lissu, ila hajaweza kuruhusiwa kujiunga na Mheshimiwa Tundu Lissu pamoja na viongozi wengine wakuu wa chama Chadema pamoja na wananchi wafuasi wa chama Chadema waliokuwa wameweza kujitokeza kwa ajili ya kuendeleza kusikiza kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Nani pada kule? Nani pada kule? Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa imekuwa chini ya siku 3 kutokana na kile kilichoweza kumkuta Mheshimiwa John Heche katika mipaka ya Kenya pamoja na Tanzania, kwani Mheshimiwa John Heche aliweza kuombwa na Mheshimiwa Tundu Lissu kuelekea katika taifa jirani la Kenya kwa ajili ya mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga aliyeweza kuaga dunia, ila hakuweza kupewa ruhusa hiyo baada ya kufika katika mipaka, na ndipo ambapo kuliweza kuchapishwa taarifa ambayo chama Chadema kiliweza kujitokeza na kudai kwamba taarifa inayozidi kupeperushwa kuhusiana na Mheshimiwa John Heche kuelekea katika taifa la Kenya kwa ajili ya mazishi yake Mheshimiwa Raila Odinga sio kweli, bali Mheshimiwa John Heche aliweza kurejea katika Jamhuri ya Tanzania kujiunga yeye pamoja na familia yake na jamaa wa karibu, ila kuliweza kuwa na jaribio ambalo liliweza kuonekana gari lake kupigwa risasi na hata kupelekwa katika kituo cha polisi, ila Mheshimiwa John Heche hakuwa akitumia gari hilo kwa usafiri, aliweza kubadilisha gari lingine. Sasa mtazamaji, leo hii baada ya Mheshimiwa John Heche kufika katika
Mahakama Kuu kwa ajili ya kuendelea kusikiza kesi yake, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukamatwa na hata kupelekwa katika kituo cha polisi kama kipande cha video nilichoweza kukichezesha hapo mbeleni. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kusababisha hata baadhi ya wanachama wakuu katika chama Chadema wakidai kwamba kuna jaribio la kukamata viongozi wengine wakuu wa chama Chadema kabla ya tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Hayo yote viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kudai kwamba wanazidi kunyimwa uhuru wa kushiriki katika uchaguzi mkuu. Pia chama chao kinazidi kukandamizwa kisiasa. Mbeleni aliyeweza kutanguliwa kukamatwa ni Mheshimiwa Tundu Lissu, na hivi sasa viongozi wengine wanazidi kutafutiwa makosa na kukamatwa kwa ajili ya wao kuzuiwa kwa ajili ya kutojaribu kufanya ushawishi wote ule kwa maandamano ya vijana Gen Z yanayozidi kuratibiwa kufanyika siku sawia na ya uchaguzi mkuu. Mtazamaji wangu, hivi sasa Tanzania wengi wanazidi kulaani kile ambacho kimeweza kumkuta mwenyekiti msaidizi ama mwenyekiti anayezidi kushikililia wadhifa wake, Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii ina maana ya kwamba mtazamaji wangu, hivi sasa chama cha Chadema hakina mwenyekiti mkubwa na hata mdogo, bali wote wameweza kukamatwa. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hii inazidi kudhihirisha wazi maneno mazito aliyokuwa akizungumza mbeleni Mheshimiwa Tundu Lissu kuhusiana na uongozi mzima wa serikali ya awamu 6 na hata viongozi wengine wakuu wa chama Chadema kutofurahishwa na chama viongozi wengine wakuu wa chama cha CCM kutofurahishwa na chama Chadema, kuona jinsi ambavyo kinazidi kujizolea umaarufu siku baada siku katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, amini usiamini, sote tunafahamu ni balaa lipi ambalo litaweza kufanyika kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu angekuwa yupo huru hata kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na ndipo ambapo tunazidi kuona makosa yanazidi kutafuta siku baada siku. Viongozi wote wa chama Chadema wanaozidi kuonekana kuwa na ushirikiano mwema na kukubalika na vijana Gen Z na hata baadhi ya Watanzania wote kwa ujumla wanazidi kukamatwa. Mtazamaji wangu, jambo hili limeweza kuvunja mioyo ya wengi, hasa wafuasi wa chama Chadema. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, sakata lote hili lilokuwa likimkumba Mheshimiwa John Heche ni sawa aweze kukamatwa ama aweze kuachiwa uhuru wake na hata kuendelea kufuatilia kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa ukaribu kwa ajili ya chama Chadema kuendelea kubaki imara katika siasa za mwaka 2025 katika Jamhuri ya Tanzania? Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.